Kakaangu mimi sio muuaji, wala sio mtu mbaya, hajawahi hata kumzuru mtu yeyote. Nini? Kakaangu siku zote ni mtu mwema, anamtakia kila mtu mema, lakini mimi ndio huwa namkoseaga kila siku. Hata niyokwambia yote yakopo ni uongo. Unavyoniona mimi ni binti mpumbavu, sijui hata nikutazamaje, na kama ingekuwa hukumu sijui hata nihukumiwaje. Mimi na kakaangu tumezaliwa kwa baba na mama, sio kutafutana. Mama yetu alifariki, aliniacha mimi na kaka. Mama alimwachia kaka nyumba. Kwa upendo wa kaka yangu, ile nyumba alinigaia mimi. Sema kwa tamaa za mamdogo ndo kaishikilia na anataka akae pale peke yake, na alinipandikiza maneno makali sana tu nimchukie kaka. Na mimi akili zangu zipo kwa ufupi, kweli nilikuwa namchukia kaka yangu, ingawa nilikuwa najua ni mtu mwema, lakini nilikuwa namsikiza sana mamdogo. Mamdogo leo ni mchawi, tena ni mchawi wa kutisha sana. Yaani unapoona mavazi yake meusi na moyo wake ndio ulivyo hivyo mweusi. Unamaanisha nini kuniambia haya? Kwa sababu wanataka kumchinja kaka leo. Kila mamdogo alipokuwa anachukua msukule, ila mara nyingi nakuwa mjinga kwa maslahi kidogo tu. Kwa hiyo wakija kumkamata kaka, maisha yako yanaharibika. Naomba unisaidie, na kaka akifariki mimi nitakuwa mgeni wa nani? Hata wewe unaweza ukaingia kwenye mtihani kwa sababu wachawi hawana huruma. Wewe ni trafiki wa njia nyembamba? Kwa hiyo unaniona mimi ni trafiki wa njia ipi? Mimi sidhani wewe kama ni trafiki, ila nadhani wewe ni kibonge uliopoteza mwelekeo. Ndio maana umesimama njiani kuzuia watu usiwafahamu. Kwa hiyo unataka kuniambia leo kuna ugomvi wa wanene na wembamba? Kwa bahati mbaya huwa sigombani na vibonge, kwa sababu najua madhaifu yao. Unajifundisha dharau lakini hauna dharau. Haya, mimi nimekutrafikia wewe. Huko hakuna njia ambayo nastahili kupita. Leo nitakuelekeza kwa hiari na amani bila faini. Wewe si muuaji unaenda kuua au ujioni? Wauaji unaenda kuua muda huo, sio unaenda kuua giza likiwa limeingia. Watu usifanye biashara za madafu bwana. Madafu? Utafanya hata biashara ya ukonga. Wewe unamuona nani muuaji hapa? Unahitaji baada za kuua. Hebu niambie naenda kumuua nani? Kama kweli unajua mimi naenda kuua. Nani mtaje? Ebugwa. Hata sikia nikwambie ukweli. Ebugwa hana matatizo na wewe wala mtu yoyote. Ila Ebugwa ni kijana mteule, kijana ambaye analindwa na watu 10. Na hao 10 ni walioteuliwa tu na wakongwe. Hakuna mtu ambaye anaweza kumsogelea na kumzuru, kwa sababu ni mtu maalum ambaye amesubiriwa miaka mingi. Anaowagombanisha nyinyi ni Zasha, kwa sababu Zasha ana maslahi yake binafsi. Atamgombanisha kila mtu ambaye yupo karibu na Ebugwa ili apate nafasi ya kumuua kiulaini, kwa sababu yeye hawezi kumfikia Ebugwa. Kesi zote ambazo wamempa sio za kwake. Na mtu yote ambaye anakuwa karibu na Ebugwa hawezi kuzuiliwa na mtu yoyote, hata huyo Zasha. Sasa unaniambiaje? Unaendelea na tiba ya kumuua? Na kama utaendelea, utakutana na ulinzi imara. Utagharimu maisha yako. Na kama utaacha, utapambana na Zasha. Chagua cha kufanya, lakini Ebugwa ndo msaada wako. Hataki kuwa rafiki wa Ebugwa na si rafiki yetu. Kumbuka hapa kuna mtu ametoka Bagamoyo Empire. Hana huruma na mtu. Shauri yenu.
We mzee, mbona unanyatanyata? Yaani hujiamini. Sasa unaogopa nini hapa? Mimi siogopi chochote. Ila mwendo unauona hapa ni wa steering. Na sisi ma steering ndio miendo yetu kama hiyo. Yaani kuna steering mwendo wake, lakini kuna huo uliotembea wewe. Yaani ni unajiogopa, yaani unajiogopa sana. Sasa sijajua shida gani au kitu gani kinakufanya ujiogope kiasi hiko mpaka njiani tu uko mwenyewe peke yako, alafu unanyata, yaani unajiogopa. Hakuna shida. Steering ndio hiyo, style yake ndio hiyo. Niogope nini? Mimi nipo kazini. Sina cha kuogopa. Kwamba mimi ndo nimekufikiria vibaya. Ondoa wasiwasi. Kuwa na amani. Fanya kazi yako kwa uhuru kabisa. Kwa sababu mimi nimeshaweka mambo sawa. Pia nimeshaenda kwa mama mwenye nyumba. Nimeongea naye kuhusu Hebugwa. Nimemwambia kila kitu. Kwamba Hebugwa sio mtu mzuri. Hebugwa ni mtu mbaya, hastahili kukaa naye. Hivyo mambo yote yapo sawa. Na nimemwambia kabisa kwamba kuna kikosi hapa kitakuja kwa ajili ya kumchukua Hebugwa, usiwazuie. Na amekubaliana na hilo. Nyumba ile pale. Taarifu kikosi chako, muangalie namna ya kuingia. Sawa. Sasa ngoja mimi niende kwanza pale nikacheki mazingira. Ili nijue mlango upi wa kuingilia na upi wa kutokea. Ili nikichukua jeshi langu tunavuja kumaliza kazi pale. Usio tena na longolongo. Ninachotaka mimi ni simu ya ushindi tu. Kwamba kazi imeenda vizuri, tuje kushangilia ushindi wetu. Tuweke katikati kuangalia ushindi umeendaje. Nitashukuru ukihamia hapa, maana hapa nakaa peke yangu, na ukizingatia mimi ni mgonjwa kiafya, siko vizuri. Kwa hiyo nitashukuru sana ukihamia hapa, yani kutoka kama unanijengea mji. Usijali, mimi nitahamia hapa kwa sababu wewe mwenyewe unaonekana mpole, sura yako ya karimu. Ila acha nikajitafute kwanza. Wewe unaelewa, umenitajia miezi 6 afu mimi na hela miezi 3. Unajua nchi yetu iko tofauti na nchi zingine. Nchi yetu viongozi wetu sijui wote, mimi tu ngoja niongee. Kama kuna spy ananisikiliza potelea pote. Haiwezekani nchi za wenzetu nyingi wanajenga sehemu za kupangisha raia wake, lakini kwa Tanzania ni nini? Ni tofauti. Na uraia wana hali mbaya ngumu kiasi kwamba serikali ile haijitazama, ila wanajitazama wao wenyewe, watoto wao, Marekani, kila kitu, hospitali wapi. Kikweli kuna vitu vinatuma sana raia. Sijui ni lini tutapata watu wanaotamani taifa liende viral. Ila ngoja nisiropoke sana. Usio na mpelelezi hapa karibu. Sasa usiende kimungu, utarudi. Nitarudi. Usio na nitarudi kweli? Samahani lakini kakaangu. So, unaweza kuwa na 2000 hapa? 2000 kwenye hiyo hela ya kodi yani? Hapana, ni nje ya kodi. Yaani unisaidie tu 2000. Unamaanisha nini? Mimi sina pesa. Sasa nikitoa hiyo 2000 kwenye hela yangu ya kodi unategemea? Ila tufanye hivi, kama unaona kunipatia hiyo 2000 kwa namna hii itakuwa au kingine ndani mara moja. Tufanye na afu ni 2000. Kama utojali. Nia njema tu kaka. Nia njema. Nisikilize. Yaani mtu akikutazama hawezi kujua kama wewe pia muuzaji. Kwa nini taifa letu mnaliharibu? Yaani taifa lina viraka kila kona. Kwa wewe tu, sio kwa wewe. Kaa kimya. Kwa mimi tu peke yangu, sio kwa wote. Kivipi? Kaa kimya. Wewe si unaomba nitakupiga, nitakupasulia hapa. Sitangazia watu basi. Acha niongee, acha nitomboke, acha nitomboke. Majirani utasikia nini? Dada, taifa lina viraka kila sehemu. Na wewe ni moja ya kiraka cha taifa hili. Kwani hizo biashara zina faida gani haswa? Hivi unafahamu mwili wa mwanadamu hauna spare? Hakuna figo Muhimbili, hakuna ini Muhimbili, hakuna utumbo Muhimbili. Na lazima mwili wako utachoka tu. Toka hapa. Toka kimya. Mimi ninaongea kimya. Umeshanikera. Namfokea mama mwenye nyumba kwa mara ya kwanza. Hii yani wewe unafikiri mwili wako ukishachoka unataka kukusaidia? Hapa penyewe unaniambia hauna ndugu. Unaumwa hayo? Unataka unipeleke ndani ukanipe ugonjwa. Yaani unataka ukanigonjoshe mimi humo ndani. Unaona mimi tahira yani nichukulie kwa sababu ni 2000 nikapate ladha kwa shilingi 2000 afu nikiondoka niondoke hivi nenda nyumbani au niweje? Yani unaniua silence.
Haya, wapi tena? Mbona lesi sana mamangu? Acha mzee wangu, tatizo unazingua, tembea kwa password bwana. Sasa hapo ungenigonga. Kwa password vipi? Mimi nishavurugwa sasa hizi. Mimi nilikuwa nakutafuta ili nijue umefikia hapo kwenye ile milioni 2. Milioni 2 kitu gani bwana? Kwamba ndogo ama? Milioni 2 kitu gani? Milioni 2 inashindwa haraka zangu mimi? Wewe mtoto mshenzi eh? Sema hapo ndo unapozingua. Basi nitakupa milioni 3. Milioni 3 kitu gani katika haraka zangu? Wewe bado ni mpumbavu au? Milioni 4. 4 kitu gani? Bado sikuelewi. Basi mimi nitakupa zote milioni 5. Milioni 5? Umekiona hiki kisu? Hichi kisu sikuwa naenda kumenya machungu wala kukata machungu. Hichi kisu nilikuwa naenda kumuua Hebugo. Wewe? Hivyo. Fanyaje? Nilikuwa naenda kumuua Hebugwa. Na nikagundua kwamba hilo kosa nilikuwa naenda kufanya ni kosa kubwa sana. Umechafugwa na roho hiyo kwanza lini? Haya yote ni kwa sababu ya Zasha. Zasha alinidanganya mimi. Akasema Hebugwa atakuja kuniua. Hebugwa ni muuaji. Lakini nimekutana na mtu alionieleza ukweli mzima kwamba Hebugwa hawezi kuua, sio muuaji na hajawahi kuua. Na maanisha hajamuua Morin, hajamuua mkeo. Yeye ni mtu safi kabisa. Na mpaka nikakutafuta kwamba anataka kumpata Hebugwa haraka kwa sababu nikiwa karibu na Hebugwa mabaya yote, yani wabaya wote hawatonisogelea. Nitakuwa mbali na matatizo kwa sababu nimegundua mikononi mwa Hebugwa niko salama. Na kazi ya Zasha anachonganisha watu wa karibu na Hebugwa ili apate urahisi wa kumuua. Kwa sababu amegundua yeye hawezi kumuua na hawezi kumsogelea kabisa. Kama mimi na wewe tumechonganishwa pia. Mimi nimedanganywa na wewe pia bila shaka umedanganywa. Yaani hiyo haraka bila shaka na upo kwenye mpango ambao nilikuwa nao mimi. Ngoja kwanza. Wewe maneno yako akakwambia nani? Ameniambia mmoja wa watu wanaomlinda Hebugwa. Kwamba yeye Hebugwa sio muuaji. Sio muuaji, hajamuua Morin, hajamuua mtu yoyote katika familia yako. Kwa sababu nini? Mimi hapo unavyoona unaona ile ambayo nilikuwa naenda nayo hii. Ndio nilikuwa naenda kuchukua jeshi langu. Tukamalize. Yaani nilikuwa naenda kumuua Hebugwa hivi sasa hivi. Sasa unavyoniambia hivyo, mikononi mwa Hebugwa ndo sehemu salama kuliko sehemu nyingine zozote. Yaani namkimbia Zasha, nikiwa karibu na Hebugwa, Zasha hawezi kunigusa. Kwa hiyo na mimi inabidi niwe karibu na Hebugwa. Sadakta. Lakini mbona mimi nimekuwa mjinga sana? Ina maana nilikuwa nafanya vitu bila kufikiria. Yaani ukubwa wangu wote huu umekuwa ni bogus. Sijitambui. Mkubwa mimi nimekuwa mkubwa ovyo. Kukurupuka tu. Kukubali kupandikizwa, hatimaye naingia mtegoni. Mama, niko chini ya miguu yako, yani sijui ni wewe, sasa sijui nimwombe msamaha Hebugwa. Kwa nini mimi nimekuwa baba fulani hamnazo? Nafanya vitu bila kufikiria, bila kujiuliza. Nimekuwa bogazi. Hivyo mimi baba wa aina gani? Pole mzee wangu, tuyazungumze tu. Kwa nini? Kwa nini umedanganya wewe? Unauliza kwa nini? Mimi mtoto wa kike lazima nitafute uhuru wangu. Sasa hebu tufanye kitu kimoja. Nimekaa humu na kaka akakaa humu. Wewe mwenyewe unamwona tu ana misheria ajabu. Nikaendelea kukaa naye huko. Jamani, mimi mtoto wa kike lazima na mimi nitatoka, lazima na mimi nitataka kufanya mambo yangu kama mtoto wa kike. Nani anataka kuvumilia hii misheria ya kaka? Wewe. Umenidanganya. Na bado unaongea upumbavu gani huo? Unaongea nini wewe? Hebu subiri kwanza, njoo taratibu, kuna majirani bana. Sikia. Mimi hapa kuna muda natamani niende shopping. Nimepata kibwana changu kinataka kuja hapa kutuona hapa. Anakutana na kaka. Wewe kuweza? Mimi maisha hata siwezi. Yaani hapa cha muhimu mimi nabaki huku, tena nabaki wanawake tupu. Kaka akiondoka akatafute maisha yake. Anafikiri mndeni kuna wanawake wawili. Kaka mmoja tu mwanaume peke yake. Wewe utaingia kilini au nawe upo tu kama unabebwa tu? Wewe sikiza kitu. Hapa mimi naweza nikaji nafasi, nikatoka out, nikafanya mambo yangu mwenyewe, kuko kubana. Kaka ana misheria bana. Afu sikia, nimekwambia haya ili kaka asiuawe. Maana akiuawa tu nisitoweza kuendelea kuishi. Kwa hiyo asipouawa, mimi na yeye maisha yetu yatakuwa kwa amani tu. Yeye akajitafutie huko. Huu muda tu ambao nimesimama na wewe hapa, nimesha kuchoka.
Kaka yako anakuvumilia sana wewe. Hakuna mtu ambaye ataweza kuvumilia kuishi na takataka kama wewe. Na nilichogundua, kakako ni mtu mzuri sana, lakini wewe joka la kibisa umeamua unikosanishe naye kabisa. Yaani umeamua unigombanishe kabisa na kaka yako. Unajua kama kaka yako hajawahi kunijibu jeuri mimi, lakini unajua aliniambiaje? Eti muone mwili mkubwa lakini akili kisoda. Because of you. Kwa nini umenifanyia hivyo? Kwa nini? Kwa vipi unanipandishia? Mama sauti imekaa hapa, mimi nikiweka huku. Oya mwanangu, mimi na panchi. Umenielewa? Afu mimi nikiamua kuonyesha vurugu hapa, mtaa mzima anakaa ananisikiza mimi. Sasa sikia. Achana hizo namba hii 45 32 44. Umeelewa? Namba chafu hapa, afu muumi wa mwenye mchumba tunasemaje? Kwa hiyo tulia. Mimi nikupa mipango, atakiwa ukae kwenye mipango au vipi? Afu umesikia nimekwambiaje? 44 mimi, umeelewa? 44, zingatia hilo. Nyakafau na kema. Hello. Habari zenu walembo? Ongea haraka haraka hivi. Kwa jinsi ambavyo nilivyoumbwa, siwezi kabisa kuongea haraka haraka. Huaga naongea taratibu na huaga naeleweka pia. Kwa leo ukiongea polepole sitakuelewa. Kwa sababu ubongo wangu leo umepokea vitu vya haraka haraka. Siku ya leo inabidi ujitahidi sana kubalance ubongo wako, unasikia pole pole na kwa utulivu zaidi. Hebu ngoja kwanza nitazame. Utakuwa unaulizia wanapouza mandazi, mabarafu au mihogo? Unaulizia wapi? Kama unaulizia barafu, basi ni huku. Na kama unaulizia mandazi, huku. Na kama unaulizia mihogo pia, basi utaenda na njia hii. Hivyo vyote hapo ulivyovitaja, sihitaji hata kimoja. Sitaki hiyo mandazi wala hiyo mihogo. Na location yangu inasoma katika hii nyumba. Na ujio wangu halisi ni katika hii nyumba. Kama utaki vyote, wewe ni mgeni wa nani? Mgeni wangu au wa huyu? Na kama ni mgeni wa huyu, basi nendeni mkongelee gereji wanapotengeneza watu. Gereji kubwa hapa Tanzania ni Muhimbili. Na wala pale hakuna kibango kinachozungumzia kwamba hapa ni story. Anyway, mimi sio mgeni wako wala sio mgeni wa huyu. Rudi kule. Nimesema rudi kule. Na rudi kule. Afu kwanza sikia nikwambie. Rudi ukasimame tulipoanzia. Ndio tutakapokuja kumalizia. Tena usimame kama ulivyokuwa. Usikomeka miguu hivi. Simama hivyo hivyo. Ndani. Sawa. Tuachane na hayo malumbano yenu madogo madogo kwa sababu sijui chanzo chake ni nini. Na hiko pia sio kilichonileta hapa. Namuulizia Ibugwa, vipi nimemkuta? Ibugwa ni nani yako wewe?